Michael. Nikuulize tu swali dogo kabla sijampa rais. Profesa, mimi nilikuwa najiuliza tu hapa. Wewe umeandika sana. Umefundisha. Wanafunzi wako hapa wengine. Umetoa mihadhara. Inaonekana ni kama vile wewe ni mtu ambaye una majibu. Tukisoma vitabu vyako tunaona namna ambavyo tunaweza kuorganize jamii yetu tofauti na vitu kama hivyo. Lakini nilikuwa najiuliza swali gani limeendelea kuwa intellectually unsettled kwako wewe? Swali gani unaendelea kulitafutia majibu ambalo hujayapata bado? Something that is intellectually unsettled, the question that you keep asking yourself, something that you do not teach, something that you keep asking yourself. What is it? What is this question? Very interesting question. Kitoa jibu la haraka katika kuna maswali mengi sana which unsettled. Kama kuna mwanazuoni anakuambia kwamba maswali yote yamekuwa settled, then there is a problem with it. Then huyu sio mwanazuoni. Okay? Kwa sababu kila mara mambo yanabadilika. Kila mara inakubidi utafute majibu. Na majibu haziwi milele. You know, lazima tutambue. All truth is approximate. It's never absolute. It's not absolute. It's always approximate. Kwa hiyo kunakuwa na maswali mengi sana yanayokuwa unsettled. Lakini kwa wakati huu nikikujibu honestly, maswali mawili yananitatiza sana na yananifikirisha sana. Na maswali yote ni ya kijamii, ya kimfumo. Kwanza, what is the character of our state and other states ambazo zinalingana? What is its character? Kwa sababu katika umarxisti ni muhimu sana, sio uchambuzi, kufanya uchambuzi wa class character ya state. Sasa ukiendeleza tu hiyo unakosa jibu. Ukiuliza what's the class character of state today, unakosa jibu. Bado ninafikiria, sitaki kuanza kutoa majibu. Lazima nifanye utafiti zaidi na nifikirie zaidi, ingawa nafikiri nimeanza. Pili ni swala nzima la ubeberu duniani leo, na swala nzima la kwamba tunakuta rise of another state inaishindana na ubeberu uliozoea West China. How do you characterize it today? China, yes. How do you characterize it? Okay, tunasema kwamba US imperialism on the decline and so on, so on. Haitoshi. I think we have to get more handle on it. Kwa kweli, what kind of state it is? Na inga kama ni kweli, of course kuna tendency ya declining, lakini tusisahau kwamba it is declining stage. Ukiangalia kihistoria inaweza ikaleta madhara makubwa sana ulimwenguni, kama Roman Empire. Okay, it's dying stages. Inaweza ikaleta madhara makubwa sana. Ndio maana nikasema kwa yale niliyosema kwa maraha na utani ya nuclear bomb, increasingly I feel we should not dismiss it. Juzi nimesoma article moja kukumbusha kwamba Nagasaki na Hiroshima, Marekani wali bomb atomic bomb baada ya Japan kukaidi kusurrender. Sasa huyu anayeandika analinganisha Iran pia anakaidi kusurrender. Je, Trump anaweza akatumia nuclear bomb
Sasa maswali kama haya na muhimu sana. Siwezi nikadai kwamba nina majibu kamili. Kuna mingine?